Kati ya mambo mengi ambayo unaposoma Injili hizi zote nne unakuta nao mara kwa mara ni ahadi nyingi za Bwana wetu Yesu Kristo ambazo anazitoa kwa wote ambao wanamfuata au wote wenye shida mbalimbali au wote ambao wanamtafuta. Lakini katika ahadi zote hizi ambazo tunaziona katika Injili, binafsi ni ahadi ambayo inanitia moyo sana, na leo ningependa nikushikilishe ndugu yangu Muislamu ambaye unaangalia video hii. Ahadi hii inahusu andiko linalotoka katika Injili ya Mathayo sura ile ya 11 mstari wa 28 mpaka 30. Lakini kwa leo nitakusomea kutoka kwenye mstari wa 27. Na nimeichagua hii mahususi ndugu yangu Muislamu ili usipitwe na uzuri huu wa ahadi ya Bwana wetu Yesu Kristo na uaminifu wa Bwana wetu Yesu Kristo. Wengi wetu ambao tumemfuata tumeona haya na tunashuhudia kwa kweli kwamba unapokuwa kwa Kristo, hakika ahadi hizi ni za kweli, anazitekeleza. Nikufumbue macho ndugu yangu Muislamu, usipitwe na upendo huu wa Yesu Kristo, usipitwe na ahadi hizi za Yesu Kristo, ni za kweli. Najua wengi wenu mnahangaika katika mambo mengi, hata nyinyi wa Kristo ambao pengine mmelegalega kiimani au hamjampokea Kristo kwa bidii au kwa ukamilifu. Lakini zaidi, huu ni mwaliko kwa ndugu zangu Waislamu. Unaposoma Qur'ani na hadithi, Qur'ani imejaa mikwala chungu mzima. Huyu Mungu anayejiita Allah ni Mungu ambaye kiukweli hana upendo. Na katika sifa zake au majina yake 99 upendo halipo kabisa. Na katika jambo ambalo anachukia kuliko lote ni kuitwa baba. Na katika kitu ambacho hukioni kamwe ni kitu rafiki. Kwa mwanadamu, kwa huyu Allah, anasema wazi katika Qur'ani kwamba unaweza kwenda mbele zake tu ukiwa katika hali ya utumwa. Sasa mtumwa na rafiki ni vitu vile tofauti. Fikiria wewe leo hii, huyu Mungu kwako wewe ni mtumwa kwake. Lakini kwetu sisi, kwa watu Yesu Kristo, anatuita sisi rafiki na ni msaada na ni kimbilio na ni faraja. Sikiliza maneno haya. Taanzia kwenye huu mstari wa 27 katika Injili ya Mathayo sura ya 11. Anasema, haya ni maneno ya Yesu Kristo. Akasema, nimekabidhiwa vyote na Baba yangu, wala hakuna mjuaye Mwana ila Baba, wala hakuna mjuaye Baba ila Mwana, na yeyote ambaye Mwana apenda kumfunulia. Bwana Yesu anachotuambia kwamba yeye na Baba yake wako pamoja, wanajuana. Anamjua Baba na Mwana anamjua Baba na Baba pia anamjua Mwana, na yeyote ambaye amependa kumfunulia. Sisi wa Kristo ambao tumemkiri Bwana wetu Yesu Kristo tunamjua Baba yake wa mbinguni, tunajua upendo wake na tunamjua hakika huyu Mwana ni nani kwetu na ametusaidia vipi. Na tunasoma sehemu nyingine katika mojawapo ya barua au waraka za Yohana, tunaona anasema anayemkana Baba hana Mwana na anayemkana Mwana hana Baba. Hili ndio jambo kubwa ambalo Waislamu mnalikosa. Na usipomjua Mwana katu hutaweza kumjua Baba na wala hutaweza kumfikia. Ili uweze kupata ahadi hizi lazima umkiri Kristo. Unapomkiri Kristo unapata kumjua Baba. Na unapomjua Baba unamjua Mwana hakika. Na unaweza kushiriki upendo huu waliokuwa nao tangu milele yote. Anaendelea. Anasema hapa ndipo ahadi yake anapoiweka Bwana wetu Yesu Kristo. Na nakuomba ndugu yangu Muislamu usikilize kwa makini sana ahadi hii. Njoo leo kwake. Anasema hivi, njooni kwangu ninyi nyote msumbukao na wenye kuelemewa na mizigo, nami nitawapumzisha. Wanadamu tuna mizigo aina nyingi sana. Mizigo kutokana na maisha, ugumu wa maisha, biashara ngumu, kazi ngumu, maradhi, mapepo na mengine mengi yanayotusibu. Lakini ahadi yake Bwana wetu Yesu Kristo anaiweka wazi. Hachagui na wala hakwambii nenda huku nenda kule. Anakwambia njooni kwangu nyote ninyi msumbukao na wenye kulemewa na mizigo, nami nitawapumzisha. Njooni kwangu ninyi nyote. Habagui. Na anasema msumbukao
na wenye kulemewa na mizigo. Hachagui mzigo gani. Njoo na mzigo wako. Na anasema nami nitawapumzisha. Bwana Yesu atakupa pumziko. Waislamu wengi mnasumbuka na mapepo. Mnakwenda kwa waganga kutuliza tu. Mimi nimeona mara chungu mzima katika maisha yangu. Mashehe wanatuliza pepo, wanashika sikio, wanatoa ahadi. Baada ya siku 2-3 mambo yanarudi vile vile. Kwa Yesu Kristu pepo linafukuzwa na linaondoka na linaamrishwa kuondoka likuache, upate amani. Maradhi yanaponywa. Binafsi nimeponywa maradhi. Hili nasema. Nimeona watu wakiponywa maradhi ambao wengine walishakata tamaa. Nimeona watu wakipata tulizo kwa shida mbalimbali za kifamilia, za ndoa, za biashara, za maradhi na mambo mengi. Bwana Yesu anakuahidi ukija kwake atakupa pumziko. Anaendelea mstari wa 29. Jitieni nira yangu mjifunze kwangu, kwa kuwa mimi ni mpole na mnyenyekevu wa moyo, nanyi mtapata raha nafsini mwetu. Nira ni nini? Kwa wote ambao mmefahamu kuona wanyama ambao wanakokota magari, nira ni ule ubao ambao mnyama anawekewa shingoni. Awe ni ng'ombe au awe ni punda au farasi, ni ubao ambao unawekwa shingoni ili aweze kukokota lile gari. Bwana Yesu anasema nira yangu, anasema jitieni nira yangu mjifunze kwangu, kwa kuwa mimi ni mpole na mnyenyekevu wa moyo, nanyi mtapata raha nafsini mwenu. Anataka sisi tujitikwe nira yake. Lakini anavyoendelea hapa katika mstari wa 30 ndio unaelewa hii nira. Anasema kwa maana nira yangu ni laini na mzigo wangu ni mwepesi. Ukiangalia kwa makini kwa hao wanyama wanaovuta magari, baadhi yao unakuta wamepata sugu kwa kuwa ile nira ni ngumu. Bwana Yesu anasema nira yake ni laini, kwamba yale ambayo utakakutana nao kwake hayawi mzigo, hayakuumizi, hayakuchoshi, hayakuletei madhara. Fikiria leo hii ndugu yangu Muislamu, umehangaika kwa mapepo. Unatoka kwa mganga huyu kwenda kwa huyu, unatoka kwa shehe huyu unakwenda kwa huyu, unatoka kwa yule kadhalika. Pesa zinapotea, amani inapotea, unabaki kubadilisha ukihangaika. Bwana Yesu kwake ni jambo jepesi, kwa sababu nira yake au masharti yake ni mepesi. Hayageuki kuwa mzigo wa ziada, hayageuki kuwa kinachokuchosha, hayageuki kuwa maumivu kwako au mahangaiko kwako, bali yanakupa faraja. Ndio maana anasema kwa mstari ule tulotoka mwanzoni, ule mstari wa 20, anasema nitawapumzisha. Nira hii yake ingelikuwa ngumu, isingegeuka pumziko. Una mashida mengi ya biashara, ya kiuchumi, unakwenda kwa shekhe, na tunawaona kila siku kwenye TikTok wanakuambia uende kwa jini hili, kwa jini lile, kuna jini huyu, ni upuuzi mtupu. Wote hawa shetani anachotaka kwako ni kukupa masumbuko zaidi, akugeuze kuwa mtumwa. Allah ni ibilisi ambaye hana jingine analotaka zaidi kugeuka we mtumwa kwake. Hakuna Mungu anaitwa Allah, huyu ni ibilisi. Hili nasema bila shaka. Njoo kwa Yesu. Anaelezea katika ule mstari wa 30, anasema na mzigo wangu ni mwepesi, kwamba sheria yake ya kumfuata Kristu ni nyepesi, si ngumu. Sio ile unaambiwa leo hii njoo na hiki, njoo na kuku mweupe, kesho uambiwe hiki. Nimewahi kuona kwa mfano nyumba kadhaa za Waislamu, unapoenda katika sheria za Kiislamu unaambiwa pombe ni haramu, lakini nimeona kwa macho yangu, nimeshuhudia na nimeyasikia midomoni mwao baadhi ya Waislamu, pepo linavyopandisha linataka whisky za bei mbaya na wanakuletea, wanasema hili ni pepo, huyu ni jini, huyu sijui ni kiti na maneno mengi. Wanakunywa pombe, pepo litulie. Unafiki mtupu. Hii ndio mizigo mizito. Nimeona familia nyingi za Kiislamu nzuri zinaparaganyuka kwa sababu ya matatizo kama haya, mapepo, shida za maisha. Lakini katika familia zote tutakaoziangalia za Kikristu ambazo zimebaki katika imani, zimebaki katika upendo wa Kristu, hata katika shida, familia hizi zina amani, zina furaha, na ni kwa sababu ya ahadi hii ya Yesu Kristu. Ndugu yangu Mkristu ambaye umelegalega katika imani, ni kukaribisha upya kwa Yesu Kristu. Lakini zaidi sana ndugu yangu Muislamu, hii ni habari ambayo inatakiwa kufikie. Kwa Yesu Kristu kuna raha, kuna pumziko, kuna amani. Nira yake ni laini na mzigo wake ni mwepesi. Tafakari upya. Download hizi Injili, uzisome. Kuna ahadi nyingi sana katika Injili. Karibu kwa Kristo.